Sanbalati akishika kichwa cha mtu kizuri, mwanamke Hesi akaishi kwa nyumba. Tena Hesi akajibiana na bwana yake kwa njia nzuri. Sababu roho ya Sanbalati na Tobias mwana wa Amoni iko naye. Sasa siku hiyo aliweza kuifungua hivyo. Tena tuliweza kulilia hapa sana mbele ya Mungu. Tukimuomba Mungu ambao jina lake ni nzuri. Tulienda ili tuweze tukalala. Alafu kesho na asubuhi tuliweza kuingia kwenye mkutano. Wakati tuliingia, Mungu aliweza tena kupanda mama wetu mkuu asubuhi ya jana. Akaeleza kati ya nyungu ya kikazi na kati ya nyungu zingine pia kazi ya kawaida. Kwa nyumba kuu kuna aina tofauti ya nyungu. Amen. Kuna zingine za kazi za dhamana, lakini zingine ni ya kazi tu ya kawaida. Zingine zimenenwa na mchanga, zingine zimetengenezwa na mbao. Akaeleza ati na ile nyungu ya kazi ya dhamana, yeye hiyo nyungu inafanywa kwa kazi za dhamana. Sasa ikiwa mwanamke amepata mafunzo akajitengeneza vizuri, sasa yeye anakuwa nyungu ile ya dhamana ya kazi ya dhamana. Amen. Ikiwa mwanamke amekuwa nyungu ya dhamana, na kwa hiyo nyumba itakuwa nyumba nzuri. Hata mume akiwa na roho ya kutembea nje, lakini utaona saa 12 atakuwa amerudi nyumbani. Anasikia mfano wa Biblia ya mwanamke ambaye amekuwa nyungu ya kazi ya dhamana, ila mfuruta tu arudi nyumbani mapema. Lakini mwanamke nyungu ya kazi tu hivi, yeye anakaa akaiwa na masengenyo katika kijiji. Nyungu ya kazi tu, yani amechawa na maneno katika roho yake, inakaa kama kambi ama kikapu ya mwenda wazimu. Maneno ya matusi na ya laana analolaaniwa watoto wake imeishi ndani yake kama chura imeishi kwenye maji. Ni nyungu ya kazi tu ya kawaida. Anaenda ili akacheze hata ngoma chense hata uhangala pia. Lakini kuokolewa ameokolewa. Yeye analeta hasara katika nyumba ya Mungu. Amen. Hata Mungu alinena saa ile sasa. Mungu alinena nasi kuhusu nguvu za Roho Mtakatifu kupitia akipanda mgeni wetu aliyetuletea. Kwa mtaweza kupata nguvu ikiwa Roho Mtakatifu imewakujia. Tena mtakuwa mshuhudaji wangu katika nchi ya Yerusalemu na kokote. Na mtapata nguvu mkishajazwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu ametoka juu kwa Mungu imeshawaingilia nyinyi. Hiyo ni mwanamke amepata nguvu. Huyo ni mwanaume amepata nguvu. Kuna nguvu ambayo inapatikana sababu roho imejaa mwanamke.
mawa kidogo. Biblia ongea juu ya wenye nguvu tunaopigana nao. Kala kopong gi Roho Maler to yudo teko moingo pinyruoth mar dala kama mokende no chunje makedo kanyo maroteke. Mwanamke akipata Roho Mtakatifu anakuwa na nguvu kushinda yale mioyo ambayo yanafanya kazi mahali ameoleka yuko. Teko romo gi teko. Sasa nguvu yanakutana na nguvu. Teko mar pinyruoth polo ingo teko mar pinyruoth. Nguvu ya ufalme wa mbinguni ya shinda nguvu ya ufalme wa ulimwengu. Yo ng'ama onge gi Roho Maler kata wale ywak malit to pok opong' gi Roho Maler en ng'ama yom molo buolo. Sasa mwenye ameokolewa hata akilia kwa uchungu analia sana, lakini yeye hana nguvu, anakaa kama mashuka. Kama pok opong' gi teko mar Roho Maler onge ohala monene warwo. Mwanamke mwenye hajajazwa kwa Roho Mtakatifu hakuna faida anaona katika uokovu. Nyalo timo neno maber kuom gik mabeyo ma giseneno ka Nyasaye timo, to en otimo neno mar ywak. Watu wasafanya ushuhuda kwa yale mazuri wameona katika mwenendo ya uokovu, lakini yeye anafanya ushuhuda ya kilio. Roho Maler en teko. Roho Mtakatifu ni nguvu. Kodonjo kuom dhako, ingia kwa mwanamke, dhako bedo gi teko. Mwanamke anakuwa na nguvu mar nyono tich mar misubuni mag dala, ya kukanyaga kasi ya ukapera ya nyumbani waliokufa bila kuoa, gogni manonindo moiketie chia, binti waliolala wakasikwa kando ya boma, chunje maricho mowakanegi, mioyo ambayo imetoka kwa kina mama. Kopong' gi teko, akijazwa kwa Roho, to obiro dak e dalano jachien yie kata odak, ataishi kwa hiyo boma shetani ya kubali ama akatae. Koting'e ne opanga, akibebewa panga nochung' e kor yamo, hiyo panga itasimama kwenye hewa. Noling'aling'a ruoth nokelo, yeye atanyamaza tu Mungu akimpigania. Teko maana nguvu mar Roho Maler ya Roho Mtakatifu, teko mar Roho Maler, nguvu ya Roho Mtakatifu kodonjo kuom dhako, ikiingia kwa mwanamke, to kata dhako ne ok osomo, hata kama mwanamke hakusoma, to donje dala mo, lakini ameingia kwenye boma, dala na nyaka bedre, hiyo boma lazima ikuwe kikamilifu. Jodigiri nyaka nyuol, watu wa digiri lazima wazaliwe hapo. Roho kuru kelo jodigiri, maana Roho Mtakatifu imeleta wa digiri. Roho kopong'o dhako, Roho ikijaza mwanamke, nyaka kisuni mar dala machamo nyithindo, hata kifo ya watoto inaokula watoto, onyuolo to mage lingi, yeye anazaa lakini watu wanatulia kwa utulivu. Teko ingo kisuni, sababu nguvu imeshinda kifo. Teko ingo kong'o mamadhre madichuo ma, nguvu imeshinda pombe ambao bwana anakunywa pombe. Teko oingo pinyruodhi maramo ni dhako chamo change to chot chamo musara. Nguvu ya Roho Mtakatifu imeshinda kwamba mwanamke anakula change lakini malaya ndiye anakula msara. Wayalo cases mang'eny e udi nikech mon otamre pong' kod teko mar Roho Maler. Tunaongea juu ya kesi mingi katika boma sababu wanawake wamekataa kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Mon oseweyo utegi magitimo divorcing kod chuogi nikech gitamre pong' kod teko mar Roho Maler. Wanawake wamewacha manyumba zao wakawachana na bwana zao sababu wamekataa kujazwa na Roho Mtakatifu. Ka ng'ato yudo teko mar Roho Maler, mtu akipata nguvu ya Roho Mtakatifu, to kata en dala mar rundruok mar siko, to nyaka ni chungo dalano nikech Roho Maler kuma nitie ok siki. Sasa hata kama ni boma ya kupumbushisha watu, lakini yeye hatakuwa mpumbavu sababu hiyo sio yeye. Koro yier gimoro achiel. Sasa chagua kitu kimoja. Iwuoth gi Roho tine Nyasaye. Utembee kwa Roho Mtakatifu na uone Mungu. Itamri Roho tidong' e gombo mar dala. Ukatae Roho lakini ubaki kwenye dhiki ya boma hilo. Tok nyuolo nyithindi, baada ya kuzaa watoto wako, shiende mag dala ubiro lal. Shetani wa kwenu watakujolea tu. Chopono ne giyud gik mabeyo kuom nyithindo. Kufika uweze kupata mazuri kwa watoto wako. To ibiro neno ka ikayo yamo. Lakini utaona unapona tu hewa. Kwa hivyo Roho Maler ber. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni mzuri. Roho Maler lich. Roho Mtakatifu ni wa ajabu. Roho Maler long'o. Roho Mtakatifu ni nzuri sana. Anatuombea Mungu. Nafsi hatujui jinsi tunafaa kuomba. Roho naye anang'ang'ana na maneno makubwa. Analegea Mungu yale maneno yote. Tena anakuwa mshuhudaji kuwa sisi ni wana wa Mungu. Mungu aweze kubariki sana mama. Huyo sasa ndio mama wetu mkubwa. Mungu akubariki sana kupenya na kukuja. Roho Maler, Roho Mtakatifu, mwanamke anafaa kujazwa naye ili ilete urahisi.
haujui jinsi kuomba Roho inatakikana. maler chur matek kasayo ni Nyasaye. Lakini Roho Mtakatifu anaomba sana kukuombea Kama kinyal kadho mahali penye uwezi ukapita, ringruok nyap maana mwili imekuwa na udhaifu. roho no kadho. Roho ataweza kupita nawe. Inyalo yudo geche magiringo go. Watu wanaweza pata magari ya kutembea nao. Inyalo gero udi mabeyo gidaki. Watu wanaweza jenga majumba nzuri ya kuishi. Without Holy Spirit, Lakini bila Roho Mtakatifu, akaje mtakataka. haya ni bure sana, ni takataka tu. Ni takataka tu. Mwandu maduong' Mali kuu sana makata waneni kaingo. ambapo hata tukikuona hapa uko nayo, To wadok chien wawachi ni Nyasaye kamano. na tunarudi nyuma tunasema Mungu En asante. mana roho maler. Ni Roho Mtakatifu To tu. waruok bolingo maonge roho. Lakini roho uokofu bure bila Roho Mtakatifu, Mwana to sema ko. hiyo nayo washakunywa nayo fumbi. To kata chode osedonjo kode kila. Hata ushirati wameingia nayo kwenye kilabu, Mago osedonjo ge loji. wameingia nayo kwenye loji. Waruok kende bedoko teko. Uokofu peke yake inarudi kuwa nguvu kweli. Waruok kende. Uokofu peke yake. Koro nyaki ponge roho. Sasa lazima ujazwe na Roho Mtakatifu, Roho te ni elamu. na Roho anakupeleka kwenye maombi. Kimiyo lamu chimbe. Ukiwa Roho maler chimbe. ukiwa unampea Roho Mtakatifu chakula chako, Roho tiyo kod teko mang'eny. na Roho anatumika kwa nguvu sana. Koro okibibedo Sasa hutaweza dhana kukua bana. binadamu tu, Roho maler. sababu Roho Mtakatifu imeingia kwako. Koro odiochieng' Na mchana Nyasaye nowuoyo. Mungu aliongea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Owuoyo e dak. Aliongea kwa